kujadili mustakabali wa mafuta na gesi pamoja na nishati safi katika bara la Afrika, ambapo inajumlisha Tanzania pia na Zanzibar. Kwa mwaka huu ambapo kongamano hili litakuwa ni la pili, litafanyika mwezi wa Julai tarehe 25 mpaka tarehe 27 hapa Zanzibar, na tunategemea kwamba washiriki karibu 250 ama zaidi ya 250 watakuwepo na watatoka katika nchi mbalimbali, nchi zisizopungua 20. Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi ndiyo msimamizi mkubwa na ndiyo mratibu mkubwa wa masuala ya mafuta na gesi Zanzibar, na ni miongoni mwa zile ajenda kuu za uchumi wa buluu wa Zanzibar, lakini pia tunaratibu upatikanaji wa nishati mbadala kwa kushirikiana na wizara nyingine zilizopo. Kwa hiyo ujio wa kongamano hili ni kusema linatusaidia pia kutoa hiyo awareness na kupata Zanzibar kujielezea katika nyanda za kimataifa wapi tumefikia katika hatua hizo. Napenda kukiri kwamba Zanzibar imepiga hatua kubwa sana katika mafuta na gesi, na activity nyingi za mafuta na gesi zinaendelea, ikiwemo 3D seismic survey zinaendelea sasa hivi tunapozungumza, na hatua nyingine mbalimbali zinaendelea ambapo katika kongamano tutazizungumza. Jina langu kama nilivyotangulia kusema ni Engineer Jafar Mohamed Hamza. Ni mwenyekiti na mwanzilishi wa jumuiya ya vijana ya kimataifa, vijana wa Afrika katika sekta ya mafuta na gesi. Mikakati au lengo haswa la mkutano huu kama nilivyotangulia kusema ni kutengeneza jukwaa, lakini mbali na hivyo ni kunadi uwekezaji. Kama tunavyojua nafasi yetu au sekta ambayo sekta hii ya mafuta na nafasi yetu especially kwa Zanzibar, sehemu ambayo tulipo tunahitaji sana huo uwekezaji. Kwa hiyo lengo la mkutano huu naweza kusema ni kurahisisha. Sisi tupo nyuma yao tu, tunatambua na tunajua kazi nzuri ambazo zinafanywa na taasisi na mamlaka husika, ikiwemo Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi, lakini vile vile na taasisi ambazo zipo chini yao. Kwa hiyo sisi lengo letu au kubwa tunalofanya ni kuwa nyuma yao, kuhakikisha kinafanyika, lakini kubwa zaidi vijana wanahusishwa katika kila hatua ya maendeleo au hatua ya huo mkutano. Kubwa ni hilo, naweza kusema sasa hivi naweza kusema labda vijana tunashirikishwa sana, kama tunavyojua sio kusema tu, lakini wanalifanyia kazi. Sera kuu pia ya wizara ni ushirikishwaji wa vijana. Especially nikizungumzia hii wizara yetu, Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi au sekta yetu ya mafuta na gesi, tunaona kwa kiasi kikubwa jinsi gani vijana wanashirikishwa. Kwa hilo tunashukuru, na naweza kusema labda tunajivunia kuwa sehemu au chachu ya hiyo hatua. NADOC 2026 itakuwa ni mkutano ambao wa exhibition pamoja na conference kama tulivyofanya mwaka jana, na mara hii tutafanya siku ya tarehe 25 na 26 na 27 Julai, ambayo itakuwa ni siku ya Jumamosi, Jumapili na Jumatatu katika holi la Amani State, Amani pale ile hoteli ya Amani View. Mkutano huu siku mbili zile ambazo tutakazokuwa tutafanya, kutakuwa kuna maonyesho ya siku mbili pamoja na conference ya siku mbili, ambao siku ya tatu tutarajia kufanya exclusive meeting ambao kutokana na wageni tutakaowapata kutoka nchi tofauti tofauti. Tunatarajia kupata wageni wasiopungua nchi 20 ambao utakuwa kuna exhibitors pamoja na speakers ambao watashiriki katika mkutano huu wa second edition. Mimi naitwa Mohamed Abdurahmani Juma, ni mwenyekiti wa Baraza la Vijana Taifa inakusudia Zanzibar. Kampuni ya YAPA kwa lengo kuu kwenda kuhabarisha vijana wote wa Afrika kwamba tunasema tuna tukio letu linalokuja. Maanake huu ni mkutano wetu wa pili katika kuonesha fursa mbalimbali zinazopatikana katika masuala ya madini, nishati na mafuta. Mimi niseme kama mwenyekiti wa Baraza la Vijana kupitia Zanzibar, hii ni moja ya fursa kwa sisi vijana wa Kiafrika, lakini vijana wa Kitanzania haswa pia na wa Kizanzibari, kwa sababu vijana wenzetu wanavyo create haya mambo, maanake wanaangalia fursa mbalimbali ziweze kumfikia kijana wa Kizanzibari. Mimi niseme yatosha kuona kijana ndio nguvu kazi ya taifa hili. Vijana tuamkeni, vijana njooni tuweze kuzikimbilia fursa hizi. Mimi niseme YAPA yafanya kazi nzuri sana katika kuweka vijana wa Kiafrika pamoja, lakini sambamba na hapo kuwaletea maendeleo vijana wa Kizanzibari na wa Kitanzania.